Haleluya, kwa majina naitwa Luka Josephat Rwandiko, ni mchungaji kiongozi wa kanisa la Penuel Global Mwanza, Maduka 9. Kanisa letu liko maeneo ya Maduka 9. Ukifika Maduka 9 ukiuliza daraja la mbao, tayari utakuwa umetufikia, utakuwa umetupata kabisa. Ndipo kanisa letu lilipo. Naomba nikukaribishe muda huu kwa ajili ya kujifunza neno la Mungu. Tuweze kutafakari neno la Mungu kwa ufupi sana kwa dakika chache ambazo tunazo. Nataka tuweze kutafakari neno la Mungu ambalo likakupe neema na kulielewa. Lakini kabla sijaendelea, naomba nimuombe Mungu kisha tuendelee. Baba, katika jina la Yesu nakushukuru kwa ajili ya wakati na muda huu ambao Mungu umetukusanya tena tuweze kujifunza kwa njia ya mtandao. Asante kwa kila mmoja anayesikia neno hili. Asante kwa kila mmoja anayelielewa neno hili. Baba, katika jina la Yesu, hili neno lako ambalo ni mkate, neno lako ni uhai, neno lako ni njia, neno lako ni mwanga, neno lako ni kila kitu katika maisha yetu. Asante kwa ajili ya wakati huu. Funza tupe neema ya kulielewa kwa utukufu wako. Katika jina la Yesu Kristo aliye tumeomba. Amen. Naomba kwa muda huu, kwa muda mfupi tulionao, tuweze kujifunza juu ya somo ambalo nimelipa kichwa, jifunze kupanda mbegu ya wema, au namna gani mbegu ya wema inaweza kusaidia katika maisha unapoitumia kama mbegu, au matendo mema unayoyafanya na ambavyo unaweza unapoyatumia kama mbegu na kesho yako ikawa nzuri sana. Kila mtu tunaelewa kabisa kwamba karibu kila mtu anapenda siku moja atendewe wema. Kila mtu anawaza atendewe mema. Ukienda ofisini utatamani utendewe wema. Ukienda hotelini utataka utendewe wema. Ukienda mahali popote utataka utendewe wema. Ukienda kanisani utataka utendewe wema. Popote utakapofika utatamani utendewe wema na watu. Hayo ni mahitaji ya kila mtu. Hata mimi mwenyewe ninatamani ninapoenda mahali popote niweze kutendewa wema. Niweze kutendewa wema. Yaani uone wema ninatendewa na watu. Iwe ni barabarani, iwe ni njiani, iwe niko safarini, iwe niko mahali popote pale. Natamani siku moja mtu nayekutana naye anitendee wema. Sasa kuna kanuni za sisi kutendewa wema. Kabla hatujafikiria hapa kuanza kuhukumu ya kwamba mbona sijatendewa wema, lazima tuangalie standard ya neno la Mungu linataka nini. Neno la Mungu linasemaje juu ya mimi kutendewa wema? Tutakapoelewa neno la Mungu, tutaanza kujua kumbe ili niweze kupata mema, ili niweze kutendewa mema, lazima mimi pia niwe sehemu ya watu kuwatendea mema. Bwana Yesu asifiwe sana. Na tutajifunza kutoka kwenye maandiko kadhaa kwa huu muda mfupi ambao tunao. Andiko letu la kwanza, nataka nisome kitabu cha Wagalatia sura ya 6 na ule mstari wa 9, alafu nitasoma mstari wa 7. Wagalatia 6 mstari wa 9. Kitabu cha Wagalatia sura ya 6 mstari ule wa 9. Wagalatia iko mbele ya Wakorinto ya Wakorinto. Wagalatia sura ya 6 mstari wa 9. Biblia inasema hivi. Biblia inasema kwenye kitabu cha Wagalatia sura ya 6 mstari wa 9. Biblia inasema, tena msichoke katika kutenda mema, maana mtavuna kwa wakati wake msipozimia roho. Anasema tena msichoke katika kutenda wema, katika kutenda mema, maana mtavuna kwa wakati msipozimia mioyo, ama usipozimia roho. Kwa hiyo kumbe wema ni kitu ambacho unakifanya leo, lakini kinaweza kisikulipe leo. Kinaweza kukulipa baadaye. Kinaweza kukulipa baada ya mwaka mmoja. Kinaweza kukulipa baada ya miaka 5. Kinaweza kukulipa baada ya miaka 6. Kama wema unaweza kumlipa mtu leo, au unaweza kumlipa mtu baadaye, hata ubaya ambao mtu anaupanda leo unaweza kumlipa baadaye. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kama wema ni mbegu inayoweza kuota, alafu kesho ukavuna vitu vizuri, basi wema huo huo unaweza ukapanda leo ubaya, alafu kesho ukavuna ubaya. Kwa tujifunze kutenda wema leo ili kesho tuje tuvune wema.
badala ya kutenda ubaya alafu kesho ukaja ukavuna ubaya. Ndio kitu ambacho tunajifunza. Lakini jambo la pili ambalo tunajifunza kwenye hii andiko ni kwamba wema ni kitu ambacho huwa kinachosha. Kuna mtu anatenda wema lakini hapati kwa wakati yale mema anayotarajia. Kwa hiyo kuna namna wema unaweza kukuchosha. Lakini Biblia inatutia moyo, ama Paulo anawatia moyo Wagalatia ya kwamba msichoke hata pale ambapo umetenda wema mara ya kwanza, umetenda wema mara ya pili, umetenda wema mara ya tatu, umetenda wema mara ya nne na haujalipwa kile ambacho unategemea kukulipa, bado usichoke, kwa sababu wema una tabia ya kukulipa baadaye. Anaweza sana. Lakini pia wema maana yake ujifunze kupanda kwa kadiri unavyopata nafasi. Hata kama kuna disappointment, hata kama kuna kukatishwa tamaa, kuna mtu unaweza ukamtendea mema leo lakini kesho akakulipa mabaya, bado usichoke kutenda wema. Mabaya unayolipwa leo kwa sababu ya wema ulioutenda isikupe tiketi ya wewe kuendelea kutenda mabaya, bali ikumotivate kuendelea kutenda mema, kwa sababu bila kutarajia kuna siku katika watu ambao wamewahi kuwatendea mema watakulipa mema. Bwana Yesu asifiwe. Katika maisha yangu mimi kama mchungaji, kuna watu nimewahi kukaa nao nyumbani kwangu, kuna watu nimewahi kuishi nao nyumbani kwangu, nimewachukulia kama watoto wangu, wengine nimewanunulia mpaka vazi, nimewalisha, nimewavisha, nimewatunza, nimewaintroduce kanisani, nikawaintroduce, nikawapa nikaweka kwenye position. Lakini si wote ambao nimewahi kuwatendea hivyo wamenilipa mema. Wengine wamenilipa mabaya, wengine wamenisahau, wengine hawanikumbuki. Lakini pamoja na hayo, kuna watu ambao nimewahi kukaa nao na bado wale watu wamekuwa ni mema kwangu, wamenilipa mema sana kwenye maisha yangu. Kuna mtu utakaa naye utamsaidia, na kuna mwingine atakusema vibaya baadaye, lakini bado usikate tamaa, endelea kutenda wema. Kwa nini? Kwa sababu Biblia inatuambia hivi kwenye andiko tuliyosoma, tena msichoke katika kutenda mema, maana mtavuna kwa wakati wake, msipozimia roho. Maana mtavuna kwa wakati wake. Kuna wakati wa kuvuna mema uliyotenda mwaka jana, mema uliyotenda miaka 10 ijayo. No matter itapita miaka mingapi, no matter muda utapita kiasi gani, lakini as long as una tabia ya kutenda mema, nataka nikuhakikishie kuna siku utavuna. Haleluya. Kama ambavyo kuna mtu anatenda mabaya na inapita miaka mingi na kuna siku anavuna, hata wewe unayetenda mema, tena mavuno yako unayetenda mema yatakuwa makubwa zaidi. Kwa hiyo niko hapa kukutia moyo, wewe dada, wewe kijana, wewe baba, wewe mtumishi, kwenye kampuni, kwenye biashara, kwenye kazi, usichoke kutenda mema. Hata kama kuna disappointment fulani imetokea katika mema ambayo umewahi kuyatenda, endelea kutenda mema, maana kuna siku usiozani, kuna wakati usiojua, kuna muda usiofikiria. Nataka nikwambie yale mema yatageuka kwa baraka. Ile mbegu ya mema uliyoipanda itaota. Ile mbegu ya mema uliyoiwekeza kuna siku itakulipa na utamtukuza Mungu aliye hai. Bwana Yesu asifiwe sana. Mstari wa 7 anasema hivi. Wagalatia 6:7 anasema hivi, msidanganyike, Mungu hadhihakiwi, kwa kuwa chochote apandacho mtu ndicho atakachovuna. Msidanganyike, Mungu hadhihakiwi, kwa maana chochote apandacho mtu ndicho atakachovuna. Maana yake kile unachokipanda tegemea kukivuna. Kama unapanda ubaya, kama kuna watu nawatendea ubaya ofisini kwa sababu tu wewe ni boss pale kazini, kama kuna watu nawatendea ubaya pale kwenye ile ofisi, pale kwenye ile biashara, pale kwenye ile familia, pale kwenye ile nafasi yoyote ulionayo, jitahidi kuwatendea watu mema, kwa sababu Biblia inasema wema ni mbegu.
na ubaya pia ni mbegu. Chochote unachopanda leo, chochote unachofanya leo, usifanye tu kama kufanya, jua unapanda mbegu. Je, inategemeana unapanda nini, unafanya nini leo. Hicho ni kitu cha kutafakari sana. Tafakari sana hicho kitu. Chochote unachofanya leo, usifanye tu kama kufanya, jua ya kwamba unapanda mbegu. Kwa hiyo chochote unachopata nafasi ya kufanya leo, upo kwenye nafasi fulani, upo kwenye wasifa fulani, upo kwenye eneo fulani, wewe ni boss kwenye ofisi fulani, wewe ni msimamizi kwenye eneo fulani, chochote unachokitenda, jua ya kwamba unapanda mbegu. Sasa ni mbegu gani unaipanda? Kama unapanda ubaya, tegemea kuna siku utavuna ubaya. Lakini kama unapanda mema, tegemea kuna siku utavuna wema. Kwa hiyo mimi kama mtumishi wa Mungu ninakushauri na ninakutia moyo, endelea kupanda mbegu ya wema, kwa maana utavuna siku moja. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa nini? Kwa sababu Mungu hadhihakiwi. Chochote apandacho mtu atavuna siku moja. Kwa hiyo unapopata nafasi ya kupanda, jitahidi kupanda vizuri, jitahidi kupanda wema, jitahidi kupanda mambo mazuri, kwa maana kuna siku utavuna. Hata kama itapita miaka 5, hata kama itapita miaka 6, hata kama itapita miaka 7, hata kama itapita miaka 8, hata kama itapita miaka 10, lakini uwe na hakika Mungu hadhihakiwi. Kuna siku utalipa. Kwa nikutie moyo wewe unaendelea kupanda na haujaona unalipwa. Nikutie moyo wewe unaendelea kufanya vizuri. Una bidii kazini, una bidii kwenye biashara, una bidii kwenye maeneo mbalimbali, lakini inawezekana bidii yako inaishia kwenye disappointment. Nikutie moyo, endelea kupanda, maana utalipwa siku moja usipozimia mioyo. Mungu ni mwaminifu na Mungu ni mweza. Acha nikuombee kwa dakika hizi nikuache. Baba, katika jina la Yesu, asante kwa kuwa Mungu umesema chochote apandacho mtu kuna siku atavuna. Kuna huyu dada amekuwa akipanda wema, kuna huyu kijana amekuwa akipanda wema, na inawezekana hajaona unamlipa ule wema na anafika mahali pa kukata tamaa. Baba, kwa jina la Yesu Kristo aliye hai, msaidie kuona wema, msaidie kuona mema ambayo Mungu umeyawekeza, ambayo amekuwa akiyawekeza kwenye maisha yake. Asante Bwana Yesu kwa kuwa Mungu utaendelea kutenda na kutenda. Ninamwombea neema ya kuona mema ambayo amekuwa akiyapanda kwa utukufu wako. Katika jina la Yesu Kristo aliye hai nimeomba. Amen.